حمدا لمن شرفنا بالمصطفى وباللسان العربي أسعفا ثم على أفصى خلق الله وآله أزكى صلاة الله أما بعد. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia nabii wetu Muhammad salawatullahi wa salamu wa barakatuhu alayhi, na yusia nafsi yangu sambamba na kuhusia nafsi zenu katika jambo adhim la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo insha Allahu ta'ala kwa muda huu mchache tujikumbushe mada muhimu sana, mada ambayo itakuwa inamzungumzia alim na mwanachuoni ambaye anayefanyia kazi elimu yake, au shekhe ambaye anafanyia kazi elimu yake. Maana yake huyo shekhe ndio alim katika mji wake, au ndio mwanachuoni katika mji wake, au mwanachuoni mwanachuoni yule ambaye wanawachuoni maulama wameafikiana kwamba yeye ni mwanachuoni, au yule ambaye ni mwanachuoni katika mji wake, katika nchi yake, au katika mjitamaa wake. Sasa sheria ya Kiislamu inamwangaliaje huyu ambaye anaifanyia kazi elimu yake? Wanawachuoni rahimahullahu ta'ala wanasema fa inna ta'lim al-ilm ash-shar'i, kwa hakika kuifundisha elimu ya kisheria, min a'zamil qurbati, ni miongoni mwa mambo makubwa zaidi ambayo waja wanajikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni moja ya mambo ambayo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanajikurubisha kwake yeye jalla wa ala kwa mambo hayo. Kwa ni min ajalli alqurbati inda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia waqad madaha Allahu ahla alilmi, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wanawachuoni katika kitabu chake. Allah jalla wa ala madaha ahla alilmi, amewasifu wanawachuoni fi kitabihi, katika kitabu chake aliposema Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja za juu kabisa wale ambao walioamini miongoni mwenu, wale ambao walioamini miongoni mwenu, lakini pia walladhina utul ilma, na wale ambao waliopewa elimu na Allah subhanahu wa ta'ala, darajatin. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja nyingi mbele yake subhanahu wa ta'ala. Waqad sahha anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na imethibiti kutoka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi ambayo inasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna, au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na hadithi nyinginezo ambazo zimekuja kutaja fadhila za elimu. Yaqulu al-allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, anasema mwanachuoni huyu al-allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, fa innal alima, kwa hakika ya mwanachuoni, idha zara ilmahu, atakapokuwa ameisomesha ilmu yake, ameitawanya elimu yake kwa wanafunzi wake, akawafundisha wanafunzi, akawakusanya, akawaita kutoka biladul mukhtalifa, akawapa ilmu vijana wake, kwa akawa ameigawa ile elimu yake, akaieneza elimu yake kwa wengine. Basi akasema idha zara ilmahu inda ghairihi, atakapokuwa ameigawa elimu yake hiyo akaipandikiza kwa mwingine, basi thumma mata, kisha akafa mwanachuoni huyo, kisha akafa shekhe huyo ambaye amesomesha ilmu hiyo, jara alayhi ajruhu, maana yake atapata malipo yake huko atakapokuwa, malipo yake yatamfikia huko ambapo atakapokuwa katika kaburi yake, kwa sababu yeye amefanya kazi ya ilmu, amefanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, Kisha akasema
wa baqiya lahu dhikra, na utajo wake utakuwa unaendelea. Ni wangapi ambao waliokufa katika wanaozuoni wakubwa na mashehe zetu ambao wamekufa katika mashehe ambao walikuwa wanafundisha dawa salafia na walikuwa wanafundisha akida, manhaji ilikuwa salama, wameondoka duniani, lakini utajo wao umebakia, bado unaendelea kubakia kwetu sisi, kwa sababu wao walikuwa ni mashehe zetu. Kwa mfano, katika mashehe zetu ambao wamefariki ni shekhe wetu Sheikh Abdullah Sera. Sheikh Abdullah Sera rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a, tunamkumbuka. Kwa nini tunamkumbuka? Kwa sababu alitufikishia elimu yake aliyokuwa nayo, ametufundisha Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid wa ghairi dhalika, akatufundisha. Kwa sisi elimu yake maadamu tutaendelea kuisomesha, maana yake thawabu zitaendelea kumfikia huko alipo katika kaburi lake. Lakini pia shekhe wetu ambaye ni Sheikh Jabir Muallim rahmatullahi ta'ala alayhi, ametufundisha, ametusomesha aqida, tauhid wa ghairi dhalika, kama vile manhaj na vitabu vingine mbalimbali au na masomo au maudhui mbalimbali ambazo amezifundisha Sheikh Jabir na mashekhe wengine ambao umetangulia. Kwa hiyo hawa nimewataja kama mfano, maana yake kwamba hawa wataendelea kubakia kwetu sisi maadamu sisi tutakapokuwa tunaendelea kusomesha ilmu. Tutakapokuwa tunaendelea kusomesha ilmu na kusoma ilmu, maana yake utajo wao hautopotea kwetu sisi. Kadhalika maulama wakubwa kina al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, lakini wanaochuoni wengine mbalimbali wakina Sheikh Rabi' na wanaochuoni mbalimbali ambao wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utajo wao unaendelea kuwepo. Huwa umru thani, akasema huwa ni umri wa pili. Huwa ni umri wa pili, pale ambapo anapokuwa mtu amefundisha ilmu yake alafu akafa, utajo wake ukiendelea kubakia, maana yake huo ndo umri wa pili. Maana yake yeye ameondoka duniani, lakini yeye bado anaendelea kutajwa. Allahu akbar. Maneno haya ni maneno makubwa sana, ni maneno adhim, ni maneno ambayo yanawapa moyo wale ambao wanasomesha ilmu, wale ambao wanafikisha ilmu. Kwa nini? Kwa sababu Allah atakapokuwa amechukua umri wako wewe, maana yake umri wako utakapokuwa umeisha wa kuishi duniani, ukafa, ukaondoka katika qaidul haya, wewe utaendelea kutajwa, kwa sababu tayari wanawachuoni, kwa sababu wanawachuoni wakifa, maana yake utajo wao bado unaendelea. Maadamu umeacha wanafunzi, umeacha elimu yako walikuwa unaisomesha, maana yake wewe utajo wako utaendelea, na huo utakuwa ni umri wa pili. Mpaka mwisho wa maneno ya mwanachuoni huyu al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Kisha anasema al-Allama al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, anasema ma alamu amalan, hakika mimi sijui amali yeyote afdal, ambaye ni bora, min nashr al-ilm, kuliko kuisambaza elimu, lakini liman sahhat niyatuhu, kwa yule ambaye nia yake itakuwa ni saleh. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, swala la kufikisha ilmu na kuisambaza ilmu ni jambo muhimu katika maisha yetu, na ni jambo ambalo natakiwa tukupie. Kama wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia, una wanafunzi wawili, wanafunzi watatu, wasomeshe. Usizurure tu, mara uko Morogoro, mara uko wapi, wanafunzi unawaacha tu wanazurura tu, hakuna chochote ambacho unakifanya katika kituo. Kwa hiyo hakikisha wewe unasomesha ilmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Elimu ni nuru na kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Sasa unayo fursa ya kujifunza na kuongeza maarifa yako katika elimu ya dini kwa urahisi, tena ukiwa popote. Tunawakaribisha kujifunza na masomo online, ikiwa ni ngazi ya ibtidaiya, masomo yatakayokuwezesha kujifunza kupitia mfumo wa mtandao kwa mazingira rafiki na kuzingatia uelewa wa kila mshiriki. Masomo
yatakayofundishwa ni pamoja na fiqhi, sira, tauhid, hadithi, nahau, lugha ya Kiarabu pamoja na Qur'ani tukufu. Vipindi hivi vinaendeshwa na walimu wenye taaluma na uzoefu wa kufundisha kwa mbinu zitakazorahisisha ujifunzaji na kuwajengea misingi imara ya elimu ya dini. Iwe wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi, mfanyabiashara au mwenye shughuli nyinginezo, unaweza kushiriki masomo haya kwa urahisi ukiwa mahali ulipo. Usajili unaendelea sasa na ratiba ya masomo itawasilishwa kwa washiriki watakaojiunga. Katika kuunga mkono uendeshaji wa vipindi hivi na kuwezesha upatikanaji endelevu wa masomo haya, washiriki watachangia kiasi kidogo kitakachosaidia kugharamia huduma kama vile internet. Kwa mawasiliano zaidi na namna ya kujiandikisha, wasiliana nasi kupitia namba 0756694826. Usikose fursa hii adhimu ya kujifunza. Jiunge nasi leo, jifunze kwa urahisi na endelea kujijengea maarifa yako yenye manufaa katika maisha yako. Masomo online, elimu kwa uelewa, maarifa kwa maendeleo. فافهم فليس الشك كاليقين. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.